Tumekuwepo hapa tangu saa 5 asubuhi mpaka wakati huu. Jeshi la polisi limeweka zuio kwamba mpaswa kuendelea mbele. Lakini wakati huu wewe ni makamu mwenyekiti wa chama taifa. Unazungumziaje kwa hatua hii ya kwanza ya kuzuia ukiwa kiongozi wa chama hadi katika vyama vingine viongozi wanaendelea kufanya shughuli zao kama kawaida? Kwanza jeshi la polisi lisifanye Tanzania kuwa ni nchi ya polisi, kwani ni police state, kwamba tukihitaji kwenda tunapotaka kwenda lazima tuombe ruhusa ya polisi. This is not a police state. Sisi sio dola ya kifashisti. Angalau wanakana. Sisi tumekuwa tunasema kwamba kuna utawala wa kidikteta nchi hii, wanakana. Sasa matendo kama haya yanaonyesha wazi kwamba wanataka tuwe dola ya kipolisi, ambapo sisi raia hatuwezi tukafanya chochote bila kwanza kuomba ruhusa ya mapolisi. Sisi sio dola ya kipolisi na hatutakubali kugeuza nchi hii kuwa dola ya kipolisi. Sasa wanasema siruhusiwi kwenda kuonana na wanachama wangu. Wamezuia njia hapo. Sina nguvu ya kupambana nao ya kijeshi kama mabunduki yao, lakini nitakaa hapo, tutakesha hapo. Na unapeleka ujumbe gani kwa hatua hii ya kila hatua unayoifanya? Polisi wanaweka vizuizi, wanaweka vikwazo ili mradi tu wa kudhoofisha kisiasa. Pengine hawatanidhoofisha, watanijenga zaidi. Wataionyesha dunia na watawaonyesha Watanzania kila mahali jinsi ambavyo wao ni sehemu ya mkono wa chuma wa Chama cha Mapinduzi. Hili jeshi la polisi halina uweledi wowote tena, halina uhuru wowote. Wanatumiwa tu, wakiambiwa kavamie Chadema wanaenda kuvamia, zuia wasifanye mikutano, zuia, kamata. Kwa hiyo ni jeshi la polisi ambalo nimesema linahitaji lenyewe kukombolewa kutoka kwenye makucha ya Chama cha Mapinduzi, na hiyo kazi hawataifanya wenyewe. Ama polisi wa aina ya huyo RPC aliyekuwa anapiga kelele hapo, wanahitaji kukombolewa. Jeshi letu la polisi linahitaji kukombolewa kutoka kwenye udhibiti wa kisiasa wa Chama cha Mapinduzi, ili liwe jeshi la polisi litakalosimamia sheria, sio kusimamia utawala wa Chama cha Mapinduzi. Lakini Mheshimiwa Lissu, ni wakati gani wewe unajipambanua kama makamu mwenyekiti wa chama, na wakati huo inafahamika bayana kwamba katika kipindi hiki cha miezi miwili wewe ni mgombea urais wa Chadema? Kuwa mgombea urais wa Chadema hakudhuri makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kama ambavyo kuwa mgombea urais John Pombe Magufuli hakujamfanya aache kusimamia vikao vya Chama cha Mapinduzi, kufanya shughuli za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hakuna tatizo kabisa. Hao wanaosema hivi ndio hao wanaosema wameacha utaalamu wa kazi za kipolisi, wanafanya siasa. Sasa kama wanataka siasa, wavue magwanda, wavue hizo ngao za ambazo tumewavika sisi wananchi wa Tanzania, wavue magwanda ya CCM tujue. Lakini kusema kwamba hawezi kwenda kuonana na wananchi, hawezi kwenda sokoni, kwa sheria ipi? Sheria ipi nayo niambia mie kwamba nikitaka kwenda sokoni Kariakoo au Kibaha au Tandale lazima kwanza nimtafute Wankio Nyegesa? Ni sheria gani hiyo? Ya nchi gani? Mimi sijai kuiona. Ni sheria gani nayo niambia nikitaka kwenda kufungua matawi ya chama changu, shughuli ya kichama ambayo tunaifanya miaka nenda rudi, isipokuwa miaka 5 ya Magufuli ndio inaonekana kama kosa la jinai vile. Hatuwezi tukakubali utawala wa kifashisti. Hatuwezi tukakubali utawala wa kidikteta. Hatuwezi tukakubali nchi yetu kugeuzwa kuwa dola ya polisi, kwamba huwezi kwenda chooni mpaka ukamwombe polisi ruhusa. Haiwezekani. Hatuwezi tukakubali kufanya. Labda sasa kwa muktadha huu wewe utaenda kukaa hapa? Takaa hapa. Kama wako hapo, takaa hapa. Na tutaiambia dunia. Now in fact, mimi naomba watu wowote wanaotuunga mkono waje hapa, tukeshe hapa. Hii habari itamalizika kwa nguvu ya umma. Wapige risasi kama wanataka, wapige mabomu kama wanataka, watupeleke magerezani kama wanataka, lakini hatuwezi tukaendelea kukubali ujinga, na huu ni ujinga.
Tuko pamoja, daima moja, nchi moja. Tumezuiliwa kwenda pwani kufanya mazungumzo, kikao cha ndani na viongozi na wanachama wetu wa Kibaha vijijini. Tulikuwa tumepanga kwenda kutembelea soko, kwenda kufungua matawi ya chama, kufanya kikao cha ndani na wanachama na viongozi wetu wa Kibaha, na kuja hapa masaa mawili yaliyopita tukaambiwa kwamba hapiti. Bwana Lissu, wewe umezuiliwa kufanya kampeni, unatakiwa ubaki Dar es Salaam. Sasa mimi siendi kwenye mkutano wa kampeni Kibaha au mahali pengine popote, kwa naenda kufanya shughuli za kawaida za chama ambazo kila chama kinafanya, vikao vya ndani, kufungua matawi, kuzungumza na wanachama, na hiyo sio mikutano ya kampeni kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi. Kwa hiyo kitendo cha jeshi la polisi kutuzuia hapa barabarani kinaendeleza ile tabia ile ambayo tunaizungumza miaka yote, kwamba jeshi la polisi linatumika kisiasa, limekuwa ndio mkono wa chuma wa Chama cha Mapinduzi, na lengo la vitendo kama hivi ni kuvuruga kampeni zetu ili kuhakikisha kwamba CCM na mgombea wake ambao wamepoteza kabisa kibali cha wananchi inabaki madarakani. Sasa nasema tutabaki hapa tuone itakuwaje. Mimi siondoki hapa, nataka kwenda Kibaha. Asante. Ulizi swali. Naona mimi kwangu yamejitosheleza, kwa sababu swali langu la msingi ni hilo, tatizo ni nini? Umeelezea mlikuwa katika majukumu ya kikazi, kampeni zimezuiliwa, lakini kakuwa ni wewe ni moja wa viongozi katika chama, ulikuwa unaenda kwa ajili ya kwenda kuhamasisha, kufungua matawi, inanitosha. Sasa labda pengine useme unaweza ukakaa hapa mpaka saa ngapi? Hata kama saa 7 usiku, saa 8, kama ni saa 11 hapa hii tunaambiwa hii ni nchi huru. Sisi tunafahamu kwa miaka mitano nchi hii imekuwa gereza moja kubwa la wazi, hakuna uhuru. Na mfano wa kwamba hakuna uhuru ni vitendo kama hivi, zuia watu kwenda kufanya shughuli ambayo inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa jeshi la polisi na serikali ya Magufuli wamegeuza nchi yetu imekuwa gereza kubwa kabisa la wazi, na hiyo hatuwezi tukakubali. Ndio maana tunazungumza uhuru na haki katika kampeni za uchaguzi. May we be back again. Bye.